Ah, niligundua kwamba nasalitiwa siku ya Valentine Day. Siku gani ya kusalitiwa? Yaani siku gani mbaya ya kugundua kwamba unasalitiwa kama Valentine Day? Nakumbuka ilikuwa mwaka 2018. Nilikuwa mwaka wa kwanza FM pale. Nilipata girlfriend ambaye alikuwa ni mzuri na niliamini kabisa kwamba hapa jamani imefika. Unajua mapenzi ukianza mwanzoni, yani ndio mapenzi ya mwanzo ya moto. Nikajua kwamba hapa nimefika kabisa. Kwa sababu alikuwa haoni aibu kunitambulisha kwa rafiki zake. Alikuwa hajiulizi kunitambulisha kwa ndugu zake wa karibu, yani it means wadogo zake wa kiume wote alikuwa ananitambulisha vizuri. Sasa mimi nikamwamini moja kwa moja kutokana na vitu alivyokuwa anavifanya. Alafu vile alikuwa ni mtu kwa kanisani sana. Kila siku naambia nipo kwenye mkesha, naenda kanisani. Najua na shoot hii video nitaiupload bila ruhusa yake. Najua akiona atajisikia vibaya. Lakini naielezea sio kwa sababu nataka I feel offended au kivipi. Naielezea kwa sababu ni experience. Watu wengi wana experience vitu kama hivi. Kwa hiyo mimi nikajiamini sana. Sasa alikuwa ana rafiki yake wa kiume ambaye alinitambulisha mimi kama boyfriend wa dada yake. Mimi nikaamini kwamba ni boyfriend wa dada yake kwa sababu mara nyingi maeneo ya kazi alikuwa anafanyia kazi huo jamaa, alikuwa sisi tunapita mara kwa mara. Kwa hiyo mara nyingi tunaenda kumsalimia tukiwa wawili. Tunaenda tunampa hai, tunamsalimia fresh, shame fresh hivyo. Sasa bana, ule ukaribu wake nilikuwa naona kama vile unazidi sana. Nikawa nampa onyo kwamba wewe unaona kabisa kwamba nyie inakuwa too much sana. Jamani mimi si nishakutambulisha kwake. Nimekutambulisha kwake. Na anajua kabisa kwamba mimi na wewe tupo kwenye relationship. Anajua. Tunaenda wote tuende. Sasa unaogopa nini? Mbona inaonekana kama vile unakuwa kuna wivu fulani hivi ambao ni wa kijinga kabisa. Yule ni ndugu yangu, ni mtu wa dada yangu. Kwa yule ndugu yangu usiwaze kitu chochote. Nikasema sawa, kwa sababu ndio hivyo. Poa. Tukaendelea. Sasa yeye alikuwa amepanga yupo kwenye geto lake. Sasa mimi moja nilikuwa naenda kulala magetoni kwake. Sasa siku moja ambao kesho yake ndio ilikuwa Valentine. Hapo kipindi hicho mimi sina pesa, sina hili wala lile. Yaani hapo nawaza zawadi sijui inakuaje. Nipo zangu nimelala, nipo na stress zangu, sijui nini kiliingia, nikashika simu yake. Nimeshika simu yake, nikaanza kuscroll kwenye messages. Nikaona ana chat na rafiki yake. Nikaingia kwenye conversation ya rafiki yake. Nimefanya umafia kwenye simu hapo, nimeingia kwenye conversation. Sasa nikakuta amemuuliza rafiki yake, shoga yangu, wiki ijayo Valentine inakuaje? Maana ina maana hizo message ni za wakati uliopita, muda mrefu uliopita. Kwa ndio nikaanza kuzisoma. Utafanyaje? Akasema fulani atataka mtoke out. Akamtaja yule ambaye alinitambulisha ni rafiki yake, ni mchumba wake na dada yake. Fulani atataka mtoke out. Akamtaja tena mtu mwingine. Fulani na yeye lazima atakutafuta. Ila kwa sababu hayupo huku Dar es Salaam, lazima atakutafuta. Na Eriki na yeye lazima atataka uwe naye. Kwenye utafanyaje? Kwa hapo nikagundua kwamba tayari tulikuwa watatu. Huo ni muda mrefu, yani hapo nimekaa almost mwaka mzima nipo naye. Nikagundua kwamba tupo watu watatu. Sasa nikaangalia, akaanza sasa rafiki yake sana naongea naye. Yule ambaye hayupo Dar es Salaam haina shida. Yeye unaweza kumdanganya, ukatapata namna ukamdanganya.
Haya, huyu mwingine tatizo lipo kwa Eriki na huyo sasa ambaye alisema ni mchumba wake na dada yake. Tatizo lipo kwa Eriki na huyo. Akasema hapo sasa, shoga yangu, sijui nitafanyaje, hem nishauri, niambie tutafanyaje. Akasema sema hiyo siku yenyewe simu yangu lazima izimike iishe chaji kwa sababu sijajua itakuwaje. Shoga yake akamwambiaje, shoga yangu mimi nakushauri ni bora utoke na fulani. Akamtaja yule aliyeniambia kwamba ni dada yake na mchumba wake. Bora utoke na fulani, Eriki atakulaza njaa. Ashum ndo nasoma text ya mtu wako, rafiki yake na mtu wako anakuambia kwamba ni bora atoke na mtu mwingine kwa sababu wewe utamlaza njaa. Nikaumia hapo. Kesho ndo Valentine. Nikaumia, nikasema fresh, ngoja nikaushe. Nimekausha, tumelala, nikachukua zile nanili message nikazipiga picha nikaa nazo. Kesho yake asubuhi kaamka, kaanza kujiandaa, akaanza kunipa sababu. Sasa akaanza kuniambia naenda kwa ndugu zangu, naenda nyumbani, mama kanipigia simu kaniambia niende, kwa hiyo sitokuepo huku, kama una plani zozote tutafanya siku nyingine, kwa sababu leo mimi naenda nyumbani, wameniambia kuna vitu fulani. Basi na mimi nikajua tu kwamba anaenda wapi, akaondoka. Alipoondoka bana, baadaye na napiga simu haipatikani. Nikasema fresh, haina haja ya kutafuta simu nyingine, najua tu kabisa kwamba nimefanyaje, nimeblokiwa. Basi kwa hiyo tukaendelea hivyo, mapenzi yalikuja yakafa kwa sababu haikuwa bora kwangu na yeye pia, mimi pia sikuwa bora kwake. Kwa hiyo ilifikia mwisho wa siku tukaachana. Lakini Mungu alimjalia yule mtu ambaye alikuwa na cheat naye, wamebarikiwa kupata mtoto. Sijui wanaendelea na maisha gani, lakini ninavyoamini kwamba wana furaha. Lakini story yangu ndio hiyo. Mapenzi yetu yaliishia hapo, ila akaendelea na huyo mtu ambaye alikuwa ananicheat naye kwa miaka na miaka, amekaa mtoto sasa hivi ni mkubwa. Kwa hiyo ndio hivyo, sometimes tunakuwa broken na mambo yanaendelea vizuri kwa watu ambao wametufanya tuwe broken, na sisi pia tunapata sehemu nyingine ya kufanyaje, ya kwenda sehemu salama zaidi. Ina maana mipango ambayo tulikuwa tumewekewa mimi na yeye na Mungu ilikuwa ni njia mbili tofauti. Alipita njia yake na mimi nikapita njia yangu. Sijawahi kumchukia. Najua hiyo kila kitu ni mipango ya Mungu. Hiyo ndio story yangu. Kwa hiyo tuwe makini as we going kwenye hii Valentine. Tuwe makini. Mapenzi yanaharibika sana hichi kipindi, mapenzi yanaimarika sana hichi kipindi, watu wanapoteza wapenzi wao hichi kipindi, watu wanadumisha mapenzi yao hichi kipindi. I'm out.